Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Leo hii ripoti za ASAM zimefika shehia ya Tomondo Zone C, ambapo tukumbuke ya kwamba siku mbili zilizopita tumepata taarifa ya kijana Mohamed Juma mwenye umri wa miaka 23 akiwa amekutwa chumbani kwake ameshafariki kwa kujinyonga. Na hapa tupo kwa mjumbe wa sheha wa Tomondo Zone C akieleza kuhusiana na tukio hilo. Kwanza tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa majina naitwa Hassan Kipanga Abdallah, au kwa watu wengi wananifahamu kwa jina la Pompori, mjumbe wa shehia ya Tomondo Zone C. Kwa hakika siku ya juzi mnamo saa 7 za usiku nilipigiwa hodi hapa na jirani wa marehemu ndugu Mohamed Nasoro Juma. Kijana huyu tuliishi naye muda mrefu hapa, lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Kwa bahati mbaya hiyo juzi alienda safari zake na kurudi kwao, akatayarishiwa chakula ale akakataa. Akawa amejichukua msahafu na kusoma, lakini akisoma sauti ilikuwa haitoki. Baadaye akaamua kwenda kulala, na alipokwenda kulala amelala na mtoto wa kaka yake wa kiume. Ilipofika majira hayo ya saa 7 za usiku, mtoto yule wa kiume alivyoamka akamkuta ami yake kwamba amesimama katika hali si ya kawaida. Akaenda kwa bibi yake kumwamsha, na alivyokwenda kule chumbani bibi yake akamkuta mwanawe ndio amejitundika, na akimwangalia anamuona tayari ameshafariki. Kwa hiyo ndio hatua zingine zikafuata. Mimi nikaenda pale usiku wa saa 7:15 na tukamkuta katika hiyo hali ya umauti. Na mimi nikachukua hatua ya kumpigia simu sheha wa shehia ya Tomondo ndugu Mohamed Omar Said almaarufu Kidevu, naye akawapigia polisi Mazizini. Hatimaye polisi wakaja kama saa 9:15 za usiku na kufanya taratibu za kipolisi. Hatimaye ikachukuliwa maiti na kupelekwa hospitali. Huko tena yakaendelea masuala ya kiutafiti, na hatimaye wakaambiwa waende saa 2 za asubuhi siku ya jana. Wakaenda wa ndugu wa marehemu, wakakabidhiwa maiti na kurudi nayo Tomondo, na hatimaye kufanya taratibu za maziko. Saa 10 ya jana, saa 7 ya jana ndugu Mohamed Nasoro alizikwa. Kama nilivyosema mwanzo kwamba yule kijana alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo ni maamuzi ya kiafya ya akili, kwa sababu wazee wake walipojua wakasema kwamba hawana chembe ya shaka kuhusu mauti wake, kama kuna mtu fulani kafanya hivi au kafanya vile, alahash. Isipokuwa imetokea kama ilivyotokea kutokana na afya yake ya akili haikuwa sawa. Ni chumbani kwake kuna bao juu, akafunga kamba ile, akajifunga shingoni na akajiachia pale kwenye kitanda. Kwa hiyo kwa bahati akavutika, akakaa sawa na ile, lakini kwa jinsi ilivyomkaba ile kamba hakupata hewa mzuri na kupelekea kifo chake. Jamii hiyo kwa jumla kusema kweli haina mtizamo mbaya, kwa sababu kama nilivyokuwa kwamba yule mtu alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo wamelichukua ile jambo limetokea la kawaida tu. Kwa kusema kweli, watu ambao wanaishi na watu kama hawa wenye matatizo ya afya ya akili, familia ziwe karibu na hawa vijana na kuwatizama zile mienendo yao, kwa sababu siku zote anaweza akaishi katika hali kama ya kawaida, lakini kama ilivyotokea kwa huyu kijana, hali yake siku hiyo ikawa imechange kidogo, kwa sababu hawakupata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa yule kijana katika kila alichokuwa anaambiwa.
Kwa kusema kweli, kama Mwenyezi Mungu watanabaisha wale wazazi, basi wangekuwa naye karibu zaidi, lakini kwa kuwa walichukulia ni hali ya kawaida, waliacha kama ilivyo. Kwa hiyo mimi nasaha zangu kwamba watu kama hawa tukiwaona wamechange, basi tuwe nao karibu. Na huo ndio mkasa mzima wa tukio hilo, ambapo mjumbe wa sheha wa shehia Tomondo akisisitiza wanajamii wanaoishi na watu wenye tatizo la afya ya akili kuwa karibu nao. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatma Bernard, nyuma ya kamera ni Udhaima Hamis.